Katika medani za siasa hapa nchini, ipo taarifa ambayo imekuwa ikishika vichwa vya habari katika vyombo vya habari mbalimbali ndani ya Tanzania, ikiwa inahusu shutuma zinazomkabili makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche juu ya ubadhirifu wa fedha za chama. Shutuma hizo zikiwa zinatoka kwa viongozi mbalimbali wa matawi kutoka katika chama hicho, lakini pia watu tofauti wakiwa wanatoa mitazamo katika shutuma hizo. Katika vyombo vya habari mbalimbali, hichi cha habari kimekuwa kikishika nafasi kubwa kabisa, na hata katika magazeti kurasa za mbele taarifa hii ikiandikwa kwa ukubwa zaidi kutokana na ukubwa wa kiongozi huyo, ushawishi alionao, lakini pia hata chama anachotokea, ukubwa na wafuasi walionao. Moja kati ya mijadala ambayo inakuwa inibuka kutokana na taarifa hii ni pamoja na ukimya wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutoa msimamo wowote juu ya taarifa hizi, shutuma hizi zikiwa zinatolewa na baadhi ya viongozi wao. Maswali yaliyoibuka ni pamoja na je, huenda ni za kweli na kwa nini wapo kimya? Moja kati ya matukio ya kushtusha zaidi ni pamoja na viongozi kutoka ndani ya chama kuanza kushutumu matukio hayo ambayo yamekuwa yakiwapa watu mgagaziko na kukosa majibu sahihi, kwa sababu chama bado kimekaa kimya na bado viongozi mbalimbali wamekuwa wakishutumu juu ya kiongozi huyo na kutaka achunguzwe. Baada ya viongozi hao kujitokeza na kuitisha mikutano na waandishi wa habari, mijadala mbalimbali nayo imeibuka, kwa maana ya baadhi ya upande wamekuwa wakihoji, je, hawa utaratibu waliotumia ni katika kukibomoa chama na si kukijenga? Pengine wameshindwa kulinda maslahi ya chama kwa kutumia taratibu sahihi na kuitisha vyombo vya habari, lakini wengine wakivipa vitendo hivyo uhalali kwa kutokana na ukimya wa chama. Wengine wao walikuwa wakiwaita ni mamluki, pengine wanatumika katika njia za kukibomoa chama, na wengine wakitoa mitazamo tofauti katika mitandao ya kijamii. Mwisho, baada ya yote katika sakata hili, katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika ameitisha mkutano na wanahabari ili kuweza kufafanua na kueleza juu ya yale yanayoendelea katika chama chao, hususan kipindi hiki kigumu, tafsira ya chama ikiwa imeharibika kwa kiasi kikubwa. Moja kati ya vitu ambavyo wamevizungumza ni pamoja na washutumu viongozi mbalimbali wa matawi na mashina katika chama hicho kwamba walitumika, wengine walipewa fedha ili kuweza kuchafua taswira ya chama. Je, hili nalo lina ukweli kiasi gani? Katika mitandao ya kijamii juu ya mjadala huu kuna maoni mseto kutoka kwa wadau mbalimbali wa kisiasa, lakini pia na wananchi wa Tanzania, wakiwemo miongoni mwao ni wanachama wa vyama mbalimbali, wengine wakisihi viongozi wa Chama cha Demokrasia waweze kuwa na mshikamano, wengine wakikosoa juu ya uongozi wa Chama cha Demokrasia kutokana na shutuma hizi ambazo zimekuwa zikiendelea. Kutokana na maoni hayo mseto katika mitandao ya kijamii, je, wewe maoni yako ni yapi juu ya sakata hili toka lilipoanzia mpaka kufikia hatua ya chama kutoa kauli yake? Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.